Chairman amekuja. Chairman amekuja. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Mungu. Mchungaji ambaye anaenda kutuzungumzia siku ya leo si mgeni kwetu, ni mmoja wetu pale head office kule Dandora, na pia ni rafiki wa kanisa hili, kando na kuwa ni mshirika na ni mmoja wa wachungaji wa Open Blessing, but he is also a special friend to Open Blessing Kamulu. Bwana asifiwe sana. Na najua tunajua na maanisha nini, si kweli? Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu najua kwamba Mungu atamtumia na atamhudumia na atakuhudumia pia. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi kuona Don, Bwana asifiwe, na Daniel na Precious. Bwana asifiwe sana. Naona mkienda hata huko juu na huko hivyo, ni kama mko karibu kunipita. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa kila mmoja wenu karibuni sana katika ibada ya leo, na ningetaka tusimame sisi zote tuweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye atatunenea siku ya leo, na si mwingine bali ni Pastor Johnston Akwabi Sako. Aweze kutunenea. Let's pray and then we'll hear the word of God. Father, we thank you and we bless you this morning. We give you glory and honor. Thank you for this great opportunity you've given to all of us to sit in your presence, oh God. We are asking, Father, you will touch us in a very special way. You'll open the inner understanding that we can receive that which you have prepared for us for the glory and honor of your name. Father, I decrease that you should increase in me, Lord, that only you will be seen and you'll be exalted in this service. I want to bless you and to honor you. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. First of all, I want to thank God for this great opportunity He has given me to be here. This morning as I woke up, I had a purpose to come and just be blessed together with you. But I thank God for Reverend Samson Maina and Pastor Maggie, who are my parents actually, and I thank God for them and the work that they are doing here. It's an amazing time to be here again. Praise the name of the Lord. I want to thank you, all of you, for whatever service you play, for singers, the instrumentalists, the media team. God bless you so much, and all of us to be here. I'm excited. Every time I come to this church, I'm taken back many years back. Bwana asifiwe sana. For some reason, the only church when I come here, then I would see so many people who have seen me as young people. Praise the name of the Lord. Wale tulikuwa nao katika safari, katika vijana, tukiwa nao hapa. I'm so excited to see all of you. God bless you so much. Because we have a story. Tuko na historia. Bwana asifiwe sana. And as you'll hear the word I want to share with us today, you'll appreciate that God puts people together for a specific purpose in a particular season. I've come to check that, and I know that our God is a God of seasons. If you miss your season, you will struggle to recover. Brother Wael will tell you, ukienda kucheza mpira alafu ufunge mabao mapema, unang'ang'ana ku recover. Na many times tunasema kama tumeongeza dakika 5 tungeshinda hii game, lakini ushafungwa. Praise the name of the Lord. So seasons are very important for us to understand and appreciate, and that's why I know, looking at our sister Beatrice there and all the brethren here that we were together many years back, I'm excited to see you, and I can only say, look what the Lord has done. Bwana asifiwe sana. So hatukuwa tunapoteza muda, we were doing what God called us to do, and I'm excited. Dad, thank you so much, and mom. Na lazima unaambia pastor na mom wako very sharp, very very sharp. Unajua hii maneno ni vizuri kuambia watu wakiwa wanasikia. Bwana asifiwe sana. In fact, nilikuwa nasema mimi mchungaji, Mungu akinichukua, nataka kuchukua zinaitwa permanent orders. Mimi nikipumzika sitaki story mingi. Watu wasikije kuongea mambo mengi sana. Ukitaka kuniambia kitu niambia tu saa hii. Bwana asifiwe sana. Watu wakitaka kuambia umevaa vizuri, uko sharp kama dad. Sasa hata nataka kukupatia status ya diplomat. Bwana asifiwe sana. Unajua diplomat wa kiroho. You know, we are ambassadors of Christ. So nikisema diplomat sijakosea, na maanisha kwamba Mungu ametufungulia mataifa ya kwamba tunaonekana kwa niaba ya nchi ambayo tunawakilisha, na hii nchi ya mbinguni. Bwana asifiwe sana. So they look wonderful. We are proud, associated with you, man of God and woman of God, and that's why when we come here we know we are home, and we know that God intends to speak to us in a very special way. Having said that, nimetembea leo na
Pastor ameshataja watu mmetembea nao. Don, our firstborn, is there. Please stand, Don, so people can see you. Thank you so much. Amefunga midterm jana, wako hapa. Baada ya term moja atakuwa candidate. Praise the name of the Lord. So I'm glad to see come with him today. Daniel ako pale nyuma, namuona pale. Tafadhali simama pia tukuone vizuri. Daniel ako pale. We thank God for him. Then we have got Precious. They are in the same school also with Akina Don, daughter to Jerry, who you all know. For some of us might know. Pia ako hapa na sisi. And then Halid, my nephew, standing there. Thank you very much. Praise the Lord. Amen. Na wengine wote, mke wangu ako nyumbani, na watu wote wa jamii yangu wanajua wako hapa. Askofu wetu pia anajua niko hapa, nilimjulisha nitakuja hapa. Naomba pia mtuendelee kutuombea kama jamii ya kwamba Mungu atusaidie. Praise the name of the Lord. Now, if you have nothing to offer, the devil doesn't fight you. Praise the name of the Lord. I want you to know that very well. Now, I will give you a physical example, then I'll give you a spiritual example, then I'll share the word. We all know President Mwai Kibaki became president in this country, but he was sworn in on a wheelchair. You understand that? So he became king, but he had issues. But he was the king either way. Praise the name of the Lord. Our own president right now became president, but he's the only president in the world who was sworn in with that case in the ICC and the line behind his back. But he was president either way. Praise the name of the Lord. So I want to tell you that your issues, the powers you fight are related to the place or the position that God has given you. That's the truth of the matter. So when I stand here as a man of God, tell you, please pray for us. We understand spiritually what God has prepared for us. And so we are not complaining about how the enemy comes against us. We know that when God is on our side, we are more than conquerors. Praise the name of the Lord. Now, you cannot conquer unless there is something you're fighting against. You cannot conquer if there's no war. You cannot conquer. You cannot say, I'm victorious if there is no war. There must be something that you're going through that God gives you ability to overcome so you can see His power and His grace. Praise the name of the Lord. So I'm here anyhow, and I thank the Lord so much. I believe the Lord should be able to bless our lives. Now, since I was last year, God has done many things in my life, many testimonies I want to say, and as I will share the word of God, I would like to talk about those things so we can put ourselves into context to understand how God works, what He can do, what He will do, and what He is capable of doing. I come from a place where I know that when we first gave our lives to Jesus Christ, there are many people who gave us time. There are many people who doubted our position in Christ. There are many people who said many things about our lives, but we kept on. And through it all, we have seen the hand of God in our lives. I've given a testimony, and I would like to start there. My topic, this message, is about spiritual takeover. That's my message, spiritual takeover. Spiritual takeover. And I want to start from that story, then I'll read the word of God. Now, many years back, when in the village, when my mother, who is now about 75 years old, when she bought a bicycle in our home, we were excited. It was like she had bought a Mercedes Benz. Yani hiyo siku hata hatukulala. Tulikuwa tunashangaa nani atakuwa wa kwanza kuendesha hiyo baiskeli. It was so significant in our lives. It was so important because for once we saw something that we could call our own. That is how humble our lives began. That is what we saw the Lord capable of doing. Why do I say this? I mean, in the year 1982, we had just lost our father, and that time we had to, nobody was born again at that time, so we had to relocate back and go to the village because we couldn't even continue to sustain the life in the city. So my mother made a decision to go back to the village, and we went with her, and we went to school. And there were so many stories about the death of this man, a man we loved. And so we went home in 1982, and then we were going now to start life. And I saw this woman struggling to build a family, struggling to take us to a level of expectation of society. And the expectation was too much. There were people who felt that we were going to develop. There were those who felt we weren't going to develop. But either way, I saw the struggle in the life of this lady. And so at this point in time, as a teacher that time, when I see her doing progress in her life, and I see her buying this bicycle that was there that time, we felt that was really an improvement in her life. Along the line then, I gave my life to the Lord Jesus Christ, and I began to see some things in my life.
I began to see some divine transformation. I began to see the will and the mind of God in my life. And after I came to the church, sorry. Okay. Thank you, Dad. All right. After I came to the city, I gave my life to Jesus. It's a long story because I want you to understand when I talk about spiritual walk, takeover, I know what I'm talking about. So that was my life. Somebody took over my life to be able to pay my education and all that. It wasn't easy, and I thank God for people came in my life to raise us up. And I remember at the deathbed of my father, I remember the old man, and that's what the story I hear. He told our firstborn, I told him, I'm not going to be here. Take care of your brothers, take care of your family. And sometimes things are spoken to us, even spiritually, that we don't appreciate exactly what they are about until something happens. There are things that the man of God will declare on this pulpit, and we might just think it's the same thing he has been saying all along. But if you have to take those words seriously, then you will know what is about to happen in your life. And so this man was told, he wasn't told I won't be there. The man just told him, take care of your family, take care of your brothers and sisters, which he did, and I thank God for them. So this morning I'm here to talk about spiritual takeover, and I deliberately gave that story so you can understand we all have got a journey. We have got a path to follow. Just trust the process. Trust the process. Unajua hata ukipika mandazi, ukitupa mandazi katika mafuta, mandazi inakataa kuiva. Inapiga kelele mingi sana, lakini mwisho inakuwa golden brown. Na ikiwa golden brown ndio inaweza kuuzika vizuri. Ama ukikula unasema na hii mandazi inakaa vizuri. Lakini ilikuwa inajaribu kukataa process. Na ikiwezekana inataka hata kuruka nje. Watu ambao wanapika mandazi unajua kile ninasema. Unachukua ule unga unaweka kwa mafuta, lakini mandazi inataka kutoroka. Lakini it is trusting the process that brings out the true value of who you are. Bwana asifiwe sana. The gold we have has got to go through a clear process before it can be purified to be able to put on the ring and become so expensive. I have got two scriptures to read, and I want to read the book of Deuteronomy chapter number 11 and verse number 24 to 25. Deuteronomy chapter number 11, verse number 24 through 25. This is what the Bible tells us from the New King James Version. Every place on which the sole of your foot treads shall be yours. From the wilderness and Lebanon, from the river Euphrates, even to the western sea, shall be your territory. No man shall be able to stand against you. The Lord your God will put the dread of you and the fear of you upon all the land where you tread, just as he said to you. Praise the name of the Lord. Shall we also read the book of Joshua, chapter number 1, verse number 3. Joshua, chapter number 1 and verse number 3. The Bible tells us, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Praise the name of the Lord. Now, I want to tell you that if you want to go to places where God has called you to go, there are certain principles or ideas you must be able to appreciate before you can arrive at it. I want to tell you, as a matter of fact, that when you step on this world, the enemy intends or has purpose to resist you. Bwana asifiwe sana. I'm told when children are born, the first thing they do is to cry. I'm told. Maybe the ladies who are here will prove me right or wrong. I don't know, but I hear that when a child is born, they cry. Now, why they cry, I don't know. I just got a strange argument the other day that when children were born, they were born when their eyes were closed. But nowadays, children are born when their eyes are open. It's an interesting kind of society we're living in. Now, I want to say that the enemy has got a specific dimension to limit you from becoming that which God has called you to be. And so you will be resisted. And I've got examples in the Bible. When Jesus was born, the men of the east came to find out the king would be born. And the Bible tells us when they went seeking for the king, they found their way in the palace and they spoke to Herod. And Herod said, who is this king that has been born? Now when you find him, come back and tell me the king. But the Bible goes further to tell us, they did not come back because along the way, God talked to them and told them,
Herod does not have good intentions upon Jesus who has been born. Praise the name of the Lord. So when they had seen the king and they made their obeisance, wakamwinamia yule mfalme akiwa mtoto mdogo, the Bible tells us they did not go back the same way they had come. This is how the enemy intends, because when you've got a purpose and a vision and a dream, the enemy purposes to destroy that dream. So you will be resisted. Now, another person is Moses. When Moses was born, we see resistance. We see Pharaoh making a decision to destroy all the Hebrew young boys who had been born. And in fact, instructions are given to the midwives that any child being born who is a Jew must be killed. But God is God. The midwives did not have an intention to kill the children, and then they were asked why the children are not being killed. If it's a boy, they said the Jewish women, they deliver without a problem. Praise the name of the Lord. In other words, your dream, your vision cannot be curtailed by the devil. Praise the name of the Lord. So I want you to know that we must be able to understand that we ought to know our time of takeover. Praise the name of the Lord. We must know our time of takeover. We must know what God has called us to do and what we basically need to do to arrive at that process. Now, there are a few things I want us to understand having said that. You must understand that God operates in territories. What do I mean by territories? God operates in territories. This is what I mean. That we have been called specifically to function well in a specific territory. And I want to define what I mean by territory. You see, there are some animals, if you got them out of their territory, they will not operate. Let me explain. If you get a mole is an animal that actually operates below the ground, which is a very fast animal. I mean, if it's throwing out some sand or some kind of sand around here, if you step here, it will be actually probably near the road. That is how they operate. But you'll be shocked if you got this animal out of the darkness. The animal cannot even move. It can't even move because it is out of the territory. It is out of the place it's supposed to function and function well. So you must understand, as believers, we operate well under our territory, where we are supposed to be at the right time. I'm going to explain this. So if you have been blessed, you have been anointed, you have been called, but you don't operate in the right territory, your effectiveness is limited. Your effectiveness is limited. When you get a fish out of the water, it can't function. When you get the animals, you bring them out of their domain, they cannot function. It's the same thing. Now God tells Abraham, come out of your people to a place I will show you. There I will bless you. Remember, this Abraham is the one who did not have children. Remember, this Sarai was a woman who would not conceive. And God tells them to come out of a people. By the time they are leaving from the place God is calling them from, there's nothing to show what God has called them to do. There's nothing. So as a Christian, you don't look at the result. You look at what God is saying about your life. You must believe in God's word. You must be sure that what God says He will do, He will do. And it's not just about believing the word. It's about acting on the word. Mambo mengi yanasemekana hapa katika hii dunia, na nafikiri huwa natoa mfano kila wakati. Nasema wakati Rais Uhuru alisema anasimama kura 2002, watu hawakuamini, hakuwa anaonekana kama kiongozi, lakini ukweli ni kwamba amekuwa kiongozi. Let nobody kill your dream. Praise the name of the Lord. If you had it, you had it. And let me tell you, and I said, one thing the enemy does is to cause you not to believe in the dream that God has given you. So territory, brethren, is key. Territory is key. It is key in your functionality, how you're supposed to function. It is key in the place that God is sending you. It's very, very critical. Now this is what I want to say. God has given us the capacity to function within our territory and in the territory that God is taking us to. As I spoke to the pastor this morning in the office, I was discussing something. I said, you see, even the enemy kingdom understand territory. They understand territory because they know for you to function, you must be able to operate effectively in your territory. Now, this is what Christians must understand, and we must be able to know what God is speaking about our lives. Our territory is so significant. First, in the domain that God has called us. Now, God has given everyone the measure of grace
based on what he has called you to do. And God has got so much work for us to do that even if I did my work very well, I cannot step on somebody else's work. I hope you understand what I'm talking about. There is nothing like competition in the kingdom. There is so much work that even if I concentrated on my own work alone, I will not take anybody else's work. And so you must pursue your call, pursue your dream, pursue it within your territory. So God gives us territory. He allows us to operate, gives us all we need to operate in this territory, and then he marks our territory. You see, even animals, even dogs, they mark their territory. Even wild animals mark their territory. Even mad people mark their territory. If you go to a village market, you can't get two madmen. One will give way. There can never be two madmen. There can never be two. It can only be one. Because the domain under which they operate has territorial power and ability. And so, when if the two of them stay in the same territory, there will be a war. There will be war. And so, territories are significant, brethren. They're very significant. Now, when you recognize territory, you know how to behave under certain territory. You know how to behave. Now, why I'm saying territory, I don't literally mean a place or a geographical location. To some degree, yes, I agree. But to some degree, I want to really look at spiritual authority in geographical spiritual locations. Now, this church exists here not preliminary because of geographical location. No. The biggest identity of this church is spiritual marking, spiritual geographical location. Praise the name of the Lord. And this is so key for your life. It's so key for my life. Now, I didn't know it until I attempted to do what God has called me to do. And I've been sharing the testimony with my pastor, my father here. I was saying that last year, I just imagine. You see, when Joseph was made the prime minister in Egypt, there's a declaration that Pharaoh made. He said, where can we find such a man in whom the Spirit of God dwells? That was the first declaration. Pharaoh is a heathen man. Does not believe in God. Nataka mjue hivyo. Ndio maana sengine hapa mtu anaweza kuja kufanya mchezo na hii kanisa, usikie mtu mlevi pale nje anasema, mtu asijaribu kugusa kanisa yetu. Reverend Maina, kuna wakati there was a small issue and about Reverend Charles Machari. This is something I now understand why it happened. Kulikuwa na shida kidogo. Wale watu walikuwa wanatetea Pastor Macharia wengi, Dandora, ni watu ambao ni walevi. Nani anaguza pastor wetu? Hawakuji kanisa, hata hawakuji kuomba, lakini huyo pastor ni wa? Kwa nini? There is a spiritual location and mapping. Wewe unaweza taka kusumbua Pastor Maina, lakini watu wanaweza sumbuana na wewe sana kwa hii barabara. Watakuuliza wewe umegawana wapi na pastor wetu? Unaanza kuambia na wewe ukuji kanisa, wanakuuliza na wewe wachana na sisi. Wewe ni pastor wetu? Pastor wetu sisi tunajua. So I wanted to say and I want to submit to you just as a testimony. Last year I had a burden to pray for our organization. Na nikasema hii maombi ambayo tunafanya, I'm talking about spiritual takeover. I want you to understand. So I've not lost the story I was talking about. So Pharaoh says, where can we find a man in whom the Spirit of God dwells? That's what Pharaoh says. Then he says, I've given Joseph all authority and all power except my wife or my house. And then he said, nobody will move in Egypt until Joseph says. I want you to understand the import of those words. That Joseph literally was in charge of movement. If you want to understand movement, tumeona rais anakuja anasema kuanzia leo midnight watu wanaruhusiwa kutembea. So hii kitu zilikuwa kutoka hiyo siku. I want to understand the power that Joseph had. This power, president anasema from today midnight no plane. Anasema hata unashindwa ndege ziko kwa hewa zitafanya nini?
Na anasema na inakuwa hivyo. Anasema kuanzia leo hakuna kutoka Nairobi, tunakaa hapa. Na tunakaa. That is the power that Joseph had. Alipewa mamlaka ya kwamba nothing moves. Wacha sisi, yani kulikuwa na kazi. Joseph akisema mtakaa chini, mnakaa. Where can we find such a man? Now, that is the power I'm talking about. That you as a believer, you can control certain things based on the territory that God has given you. Unaweza kusema kitu fulani haifanyiki na haifanyiki. Last year, around March, I had a burden in my heart and I said, hii kitu hakuna mtu amefanya lakini nitafanya. Sasa unajaribu Mungu. You try God. Some things will never unlock in your faith until you try God. Hakuna kitu utafanikiwa. Okay, you cannot be president until you're on the ballot. Hata uombe ufunge huwezi kuwa rais mpaka uko kwa ballot. Ndio watu waombee mtu wao Mkristo ambaye ameokoka, lazima uko wapi? Kwa ballot. Lazima ujiamini na uchukue hatua na usimame mahali ndio watu waseme yeye huyu ni mtu wa Mungu. So I had a burden in my heart and I said, nobody has done this, but I want to go to the office of our managing director and I want to go and pray for him. Najua ndio ninajituma. Nimekaa kwa maombi prayer closet na ninaomba kabisa. Nasema Mungu, hii nitaenda. And I made an appointment. And I went there. And when I got there I told, sir, I have no problem that I want you to help me. Sijakuja hapa kutafuta promotion. Sijakuja hapa uniandikie mtu kazi. Mimi nimekuja hapa nataka nikuombee. That was my introduction. Na akasema yes, I want you to pray for me. Nikamwambia basi funga macho nikuombee. Hapo tuko kwa ofisi yake. Na tukaomba. I said, God help this man to serve this organization and help him. I know this job is difficult, but you're going to give the grace to lead us. Na tukaomba na baadaye nikamaliza mambo yangu. Mwishowe nikamwambia sasa nimemaliza mambo yangu, kuna kitabu ninaandika, kitoka nitakuita ukuje uhudhurie mkutano. Wale alikuja, Bwana asifiwe sana. That was not enough. Baada ya hapo nikaenda kutembelea mmoja ambaye anasimamia wafanyikazi pale, mkubwa wa HR. This time usiku anaenda kumuombea, lakini ikifika kwa ofisi yake akaniambia nataka uniombee. Pia kwa ofisi hazifungwi. Nikamwambia madam, funga macho tuombe. Funga macho tuombe, tukamuombea na itakuwa ni sawa. Now, when that happened, I began to believe that God had given me a territory to be in charge spiritually. I began to believe because that had not happened before. Now, a miracle happened on Friday. For those who saw my social media page on Friday, this is a miracle. So 2 weeks ago, the general manager, HR, calls me and says, that prayer day you were talking about, can we have it this Friday? Ananipigia simu Monday na ananiambia tunataka maombi Friday. Nikashangaa, nikamwambia madam, sisi we pray every day. Hata kesho we can pray. Even tomorrow we can pray. Prayer ya kampuni mzima, no problem. Akasema sawa, lakini nikamwambia tunahitaji kamati kidogo ili we can plan this prayer. But Friday we can still make it. So she said, fine, my people will reach out to you, we'll talk about it. 1 hour later, she calls me and says, now we can't have it this Friday because the MD wants to be in that prayer meeting and he's only available on Friday. Wapendo, wacha niwaambie, for the first time, the organization I work for, which is existing now close to 100 years, has never had a sitting in the entire country where people prayed as one. It happened last Friday. The whole company, the whole offices, everywhere, on social media, on Facebook, everywhere. And we can only give God the glory. So what I'm saying is that sometimes we want to wrestle with things, but we need to take authority. We can even take authority of this nation. If God has given us the muscle to be in charge of a territory as Kenya, we can. Sasa watu wakaanza kusema sasa tumefanya maombi Friday, can we have prayers every day? I said yes, we have already opened a door. The biggest obstacle in terms of resistance of prayer has been defeated. If the entire company, the
the Zoom meeting, because it was broadcast everywhere, every region was represented, every regional manager was presented, every HRO in the region was there, employees across the country were there. What an important occasion to lift up the name of Jesus. So to see you around, don't look down upon yourself. You just understand your territory, move with it, focus, and the Lord will give you the arsenal to do what you have to do. If you read the Bible, the prophet is at Mount Carmel, and the prophets of Baal have come to declare their God. Tukaomba, mchungaji nakumbuka tukaomba, mchungaji tuka-anoint mpaka boardroom. Tukasema kuanzia leo, we are enthroning Christ in this company. We are enthroning Christ in every office. Nataka niwaambie, president akishinda kura, ukienda kwa ofisi unapata portrait yake imewekwa kwa ofisi, ndio? You see that? Portraits are everywhere. That is what is supposed to happen about our God. That we will enthrone our God everywhere. Tutamwenthrone kila mahali. But we must have people who are going to mark the territory and function according to the call of God in their lives. Praise the name of the Lord. So there is a place that God is taking you. Kuna mahali Mungu amekuitia, kuna mahali Mungu anataka uende ufanye kazi yake na akutumie. Nimekuja kugundua kwamba when God is leading you to do something, he will go ahead of you. Ataenda mbele zako kutengeneza njia ambayo unahitaji kupitia ili kwamba tuweze kufanikiwa. And I want you to know there is a place. If you haven't arrived at this place yet, there is a place. The pastor is doing a job to equip us to become the people that God has called us to do. Ametuita kwamba tutumike katika mwito na eneo ambalo Mungu ametutia tufanye kazi. God is using him and Pastor Maggie to prepare us to be the people, to be effective in what God has called us to do. Now, Reverend Minor will not dream for you. When you catch the vision, you must dream. Unajua, niliambiwa na my mother-in-law na nikaona ni ukweli. Aliniambia, when you begin to meditate and ponder over something in your life, you're about to do that thing. Ukiona mtu anaanza kusema, na hii nyumba imetengenezwa vizuri. Ukisikia mtu ameanza kuongea hivyo mchungaji, lazima ujue mtu karibu atajenga. Ukisikia mtu anaanza kusema, na hii nyumba, na huu plumber si amefanya kazi. Na hii mabati si and you hear somebody talking like that, I can assure you, huyo mtu asha mark territory, anajua mahali anaenda. You cannot become that which you don't see. Hawezi. Hata ukikuombea namna gani. Kuna watu bwana wewe, kuna watu wamecheza mpira hii Kenya kwa vijiji huko. Kwanza ni mimi nasikia uchungu sana. Kama sasa hivi nimefanya mambo ya mpira kidogo, ningekuwa nimesaidia hao vijana, sikuwa na hiyo nguvu hiyo wakati. Kuna watu walikuwa cheza mpira huko Shango mahali nimetoka, walicheza mpira na wakicheza mpira wakakunywa pombe, wakavuta bangi na wakaisha. Sijaona wakicheza mpira, naona watu wanacheza mpira level ya juu, na nikikompea na wale niliona, hata hao watu wafikia watu. Kwa sababu gani? They never saw themselves getting anywhere. Unajua kuku akitoka Oshago akiletwa hapa Nairobi akifunguliwa hivi hata haendi mahali. Amefungwa bado. Amefunguliwa lakini anaishi maisha ya kufungwa. Hata kuna wanyama wengine wanafungwa na kamba, wakifunguliwa hawasongi mahali. I'm told about a kondoo. Na naomba kwamba Mungu atusaidie sisi tusikue kama kondoo aina hiyo. Unajua kondoo ukirukisha wa kwanza kamba na utoe kamba, wote wanaruka tu. Wote wanaruka tu. Nataka nikwambie wapendwa, kuna mahali lazima tutoke. Lazima tutoke. I'm telling you, lazima tufanye nini? Tutoke. Kuna watu wengine Mungu lazima tusaidie tutembee na watu ambao wanaweza kutuelekeza na tufanikiwe katika maisha ambayo tunaishi. There are certain things you will not do because you are not talking or dealing with the right people. Mungu amekuita uhubiri hata nje ya nchi hii. Lakini kwa sababu wewe unaona umejifunga. Unajua miaka iliyopita watu ambao wanatoka mahali mimi natoka, sitawaambia mahali ninatoka. Ungewaambia kwamba hawa watu wetu wanunue shamba Nairobi, ungekuwa unawasumbua tu. Ungekuwa unawasumbua.
Lakini Mungu ametusaidia, Mungu ametukomboa. Ametukomboa kwa sababu sio wote wamekombolewa, lakini at least Mungu ametusaidia. Kwa sababu gani? Sasa hata Pastor Maina, hata ukijenga nyumba kama hoteli, hiyo ilikuwa topic yangu, lakini wacha niseme, hata ukijenga nyumba kama hoteli huko Ushago, na mimi nakaa Nairobi, nafanya kazi Nairobi, hata kama niko darasa ya investment, sio darasa nimeanguka sana, nimepata E, iwezi kuwa A. Yani by the time you go to use that house that is a hotel, that time watoto wakina Don hawa sasa hiyo hata wameoa na Mungu amewafungulia hata wameenda ng'ambo. Sasa wanakuja kutembea, na wakija kutembea kwa sababu hawataki kusumbua dadi, wanataka kuja hapa Nairobi, na hata wanakuja wamebuka hata hoteli yao, wanakuja wamebuka hoteli. Wanataka kwenda Mombasa, wafurahie, ndio wakuje kuona baba yao huko mahali nimetoka huko, siku 2-3 wanaenda. In other words, that investment is what is called a white elephant. Tunalaumu serikali kwa white elephant, lakini kuna Wakenya wengi nao wameinvest kwa white elephant kabisa. So Mungu ametusaidia na akatukomboa, that you need to enjoy that which God has given you in the territory and in the function that he has called you to do. Kuna vitu ambavyo kama ufanyi katika msimu ambao unafaa, itakuwa haina maana siku zijazo. Mimi nimecheza mpira sana, na ndugu yule anaweza kuambia, sasa hizi tukicheza mpira wewe tunasema mpira weka tu kwa mguu. Wewe unaniambia mpira weka kwa space huko mimi kibene, na hiyo ni kazi ya kina Don kukimbia na mpira huko kwa space. Sasa kuna wakati ikikupita, imekupita. Tumecheza na vijana, sijui kama tutafanya rematch wewe sijui, lakini tumecheza na vijana. Tukasema bao ya mzee mmoja tumehesabu kama bao 3, kwa sababu sasa iwezi kupelekana. Tukifunga bao moja we count as 3. Kwa sababu gani? Vijana wako na mbio, wako na pumzi, na sisi tunahangaika kweli. Tulifanya mazoezi, tulikuwa mpaka na captain, mpaka na coach, lakini sasa hiyo ingesaidia umri. Kwa sababu wakati umepita. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka kusema, when we are here functioning for God and we understand our territory and our time, maximize. Bwana asifiwe sana. Maximize your time and work in your territory effectively and deliver the desired result. Now when God takes you to this place I'm talking about, Mungu akupeleka katika nafasi ambayo ninasema, anakupatia mambo yote unaohitaji kufika mahali pale. God will give you spiritual arsenal. Yaani Mungu atakuwa amekutengenezea nafasi. Unajua niliongea kuhusu story moja kanisani juzi, nikasema Mungu akitaka kukuinua atakutengenezea environment. Nikasema miaka fulani iliyopita mtumishi wa Mungu anayejulikana kama T.L. Osborne alikuwa ameenda pale Uganda. Na nataka kusema hiyo kwa sababu Mungu anatuambatanisha na watu ambao wanafaa ili tupate manufaa ambayo tunahitaji to deliver our purpose and our objective. This is important. If you have read, if you saw the news results that came out the other day about class Form 4 and even class 8, you would realize that teachers play a big role in the lives of pupils or students to deliver results. It's a relationship, it's an affair, it is a position where people work together. So mtumishi alipokuja Uganda, kijana mmoja alienda pale katika mkutano katika uwanja wa ndege kumpokea mtumishi. Na alipokuwa pale kulikuwa na jua kali, ilikuwa imewaka sana. Watu wakawa wanatafuta umbrella. People were looking for an umbrella. I'm saying this very intentionally. When they were looking for this umbrella, there was nobody in that airport who had an umbrella. No organizer had thought that that day there would be a lot of sun. And so one young man alikuwa pale, alikuwa na umbrella. Na hii ndio siri ningependa kuwapatia. Huyu kijana wakati alionekana mwavuli, watu wakaanza kusema, "Hey, leta, bring the umbrella, bring the umbrella." Jamaa akasema, "Mimi umbrella yangu siiachi. Where my umbrella goes, I go." So akasema, "Mimi umbrella yangu niko tayari itumiwe na huyu mtumishi, lakini mahali itakuwa nitakuwa." Watu wakasema, "Hapana kijana." Ni kama ule mtoto aliyokuwa na mikate na samaki katika Biblia.
Lazima kuwe na watu wa aina hiyo. People who have got a deposit and they have not applied it yet. And we are those people. Praise the name of the Lord. You have a deposit but you have not applied it yet. So akaenda pale akashikia T.L. Osborne. T.L. Osborne Mungu alimtumia sana. Miaka 73, that man in Nakuru, nilikuwa mtoto mdogo sana lakini jina T.L. Osborne nilisikia. Sasa akamshikia mwavuli. Ikawa mahali anaenda kabla aingie kwa gari, Sasa it was a procession from the airport to the city of Kampala. This is a true story. But where the issue is, where my umbrella goes, I go. Wakafika town, kukawa na shida pale kwenye mji kwa sababu serikali ilikuwa inasumbuana na they did not want a meeting of the church in the city. So organizers wa huo mkutano wakaenda kukutana na serikali. Lakini T.L. Osborne akaona watu wamejaa na hata mkutano tunaweza endelea. Akauliza, je, kuna mkalimani hapa? Ikawa yule jamaa wa umbrella pia atakuwa mkalimani. Look what God does. Ikawa hajapangiwa, hayuko kwa program, but the territory that God has marked for him is existing internally. Where can we find such a man in whose the Spirit of God dwells? Akakalimani, watu wakabarikiwa, watu wakaokoka. Wakati viongozi wa mkutano wanakuja, mkutano imeisha. Wakawa wanapanga mkutano ambao ni revival meetings na mkutano conference. Wakati Osborne alisimama kuhubiri akauliza, mkalimani wangu wako wapi? Hakuwa kwa program, hakuwa mahali popote. Akaitwa, alikuwa nyuma, lakini kwa sababu alikuwa anafuata, hakuwa ameambiwa hata atainterpret. Akatokea, lakini ameenda mkutano, akaitwa akakalimani. Katika huo mkutano ndio T.L. Osborne baada ya kumkalimania akatoa vazi lake akaweka kwa huyo mtumishi. Huyo mtumishi leo hii ndio mtu ambaye mnasikia ndio Robert Kayanja, kama mnamsikia. Hapo ndio alianzia. Na maanisha nini? That God can break any protocol to make you inherit your territory. God will open every door to ensure that you arrive at your place of functionality. Tuko na magari hayawezi fanya kazi kama gari limeandikwa petrol uende uweke diesel ama uweke mafuta ya taa. Hata hii mafuta ya gari hatuwezi weka kwa ndege, kwa sababu kila kitu kimeumbwa kutumika vizuri vile Mungu alivyopangia. Now I've come to tell you, when you mark your territory, spiritual territory, there is no limit of your territory. God told Abraham, as far as your eyes can see, as far as your eyes can see. So kipimo cha territory yako ni nini? Kipimo cha territory yako ni nini? Umbali wa macho yako kuona. What you see under God, you can become. Chochote ambacho, in fact he says, every place the sole of your feet will tread upon you, I have given you, as I said to Moses. Mahali ambapo tunakanyaga, mara nyingi tunafikiria ni mahali ambapo tumekanyaga kwa miguu. Hapana. Sasa acha nikuulize, ukanyaga kaburi ni territory? Ni lazima tuinterpret maneno vizuri. Ukienda usimame juu ya kaburi unasema hii ndio territory yangu. So utasema hii hapana. So it is not literal kusimama mahali kwa miguu, hapana. It is based upon the place God has given you to occupy. Kiroho. Yaani Mungu akisema utakuwa kiongozi, you will be the head and not the tail. That is the inheritance we're talking about. You shall be blessed in the city and in the village. That's what we're talking about. The fruit of your womb is blessed. Territory. Praise the name of the Lord. So territory here is spiritual territory. Seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, and all these things will be added to you. So unapofuata mwito na territory ya Mungu, mambo mengine yatakufuata. Bwana asifiwe sana. Wacha niwapatie ushuhuda. Unajua mchungaji, hii mambo lazima kwa sababu nataka tuelewe territory. Na wakati mwingine tunachelewa mpaka Mungu anaanza kutushangaza. Pastor, for years nilikuwa niko na maono ya kuandika kitabu. Ngoja niwaambie ushuhuda wa kitabu ndio muelewe nini nasema. Sasa hivi I have a good problem.
I have a good problem. Kwa sababu I can't even meet the demand of the book. Sasa nitawaambia vitu vitatu ambavyo muone kwa nini nasema hivi. When I thought about this dream of writing a book, it was a very small idea. Lakini katika roho yangu ilikuwa the spiritual territory was existing about that book. I wrote the book and we launched the book. Pastor Maina, Pastor Maggie, and even members from this church came. Brother Oyedu showed up in that event, an amazing event. Now, when we did this book, before the launch, we had costed the book at 400 shillings. That was the cost of the book before the launch. In the time of the launch, the book was being sold at 500. That's what we thought. Now we have launched the book and that is it. Now, immediately after the launch, somebody who was not at the launch, she called me and said, I want that book. I've not read it, but I want that book for 3,000 Kenya shillings. Hajaisoma, hajaiguza. Nikamuuliza, do you want 6 books or 1? Akasema, I know what I want. I want 1 book at 3,000. Nikiwa naongea akanitumia hiyo pesa. Nikampatia kitabu. Sasa mwingine nikampelekea kitabu, akaniuliza kitabu pesa ngapi? Nikamwambia shilingi 500, akanitumia 1,000. Akasema you have valued your book wrongly. You don't know what you're talking about. Na akanipatia sababu. Akasema, how many people have you seen writing books? How many people have something in their heart that they are willing to share and they have not shared? How many? Akaniambia wewe unafanya mchezo. So we did our first round of books, zote zikaisha after the launch. We did a second round, pastor, it is gone. And then God gave me another idea. So we are doing our third round and it's almost booked. So I have to think about a 4th round. Now this is the idea. In my intention or in my wildest dreams, I never imagined that the demand of this book will be beyond what I thought about myself. Now, it is something, next week, we're going to print other books for the 3rd round. And even as I talk about that, we have been unable to deal with the demand for the last 1 week. We have to deal with another demand moving to next week. What am I saying? That when God calls you to do a specific thing, don't doubt yourself. When Jesus told Peter, come out of the boat and come to me, Jesus said, come. If you are truly the Son of God, you are Jesus, command me to come. Now Jesus is speaking to us independently about your coming. I don't know what God is asking you to come and do. I don't know. Maybe he's asking you to write a book. Maybe he's asking you to go abroad. Maybe he's talking to you about going to minister, whatever it is. Maybe he's talking about you going to minister in your environment. I don't know. But when Jesus tells you, come, I know there is water. I know ordinarily you cannot walk on the water. But when he tells you, come, you go. Akisema njoo enda. Akisema kuja wewe tembea. Now Peter, when he began to walk on the water, he was actually walking on the water until he looked aside and not Jesus. Then he began to sink. But when Jesus stretched his hand to him, he still came back on the water. Praise the name of the Lord. We have a solid and sure foundation about our lives. So we must focus. We must purpose in our lives right now to take over. Mimi sijui uko wapi, but in your spiritual dimension, are you in charge? Je, uko katika utawala? When I say, are you in charge, are you doing what God expects you to do in your dreams? Je, unafanya kitu ambacho Mungu anataka ufanye? Ukijaribu Mungu atakutana na wewe na utafanya mambo makubwa. Have you not read in the Bible? Every creature is waiting for the manifestation of the sons of God. Yaani sio watu wanangojea ukue unveiled, ni viumbe vyote vinangojea ukue unveiled. Najua hii mambo nikiangalia mambo ya Mungu inanishangaza. Kuna vitu wanyama wa mwitu wanafanya kwa sababu wanaelewa nini kinaendelea. Unajua ukiwa umefuga umbwa, kuna umbwa kwako nyumbani na usikie umbwa inapigia kelele kwa mlango. Kawaida umbwa zinapiga zikienda kwa gate, sio kawaida. Wale wako na umbwa wanajua ukiwa na mtu kwa gate, umbwa zinakimbia zikienda kwa gate.
kwa sababu kuna mtu ambaye hatakani ama ni mtu mgeni ama whatever it is. Lakini ukisikia mbwa anapiga kelele akililia kwa mlango, na ni mbwa ambao umezoea anapiga kelele akililia kelele, unaweza jua hapo kuna kitu hatari kuliko mbwa yenyewe. Huko kwetu kulikuwa na shida. Kwa shauri stories za uchaguzi nawapigia kwa nini, lakini wacha niwaelezee. Kulikuwa na shida huko kwetu. Tukasikia kulikuwa na mbwa my grandfather alikuwa na mbwa kali sana. Mbwa pia ndio mbwa za kwanza ambazo niliona kwamba ni kama zilikuwa zimefunzwa, those years dogs that were taught how to communicate in terms of taking instruction. Na kuna mbwa mmoja sijui ilikuwa inaitwaje, kama kijana mmoja kwa yangu wa huyo mzee, kama alikuwa anakuja hiyo mbwa ilikuwa inaenda kumngojea kwa market. Sijui ilikuwa inaitwa namna gani, lakini ukiona hiyo mbwa imeenda ungejua huyo mtu atakuja, na kweli alikuwa anakuja. Lakini siku moja tulikuwa tumelala, tukasikia mbwa inapiga kelele kwa mlango kabisa. Kufungua mlango, mbwa iliingia na ikaingia mpaka chini ya kitanda. Sasa kile tulikuja kujua baadaye ni kwamba katika huo wakati kulikuwa na chui ambaye alikuwa katika eneo. Kumaanisha kwamba when you know, kumaanisha kwamba wanyama wanatambua vitu fulani ambavyo sisi kama Wakristo tunapaswa kutambua. Na Yesu anasema hata mimea, hata miti inatambua nyakati. It's able to interpret seasons. If there's going to be rain, there's going to be a drought, the plants know and animals know. We know that, for instance, if birds are making noise on a tree, they have seen probably a snake or something that is going to hurt its life. What I'm saying is that, beloved, we are not limited in what we can do, and we must now begin to take over our spiritual dimension. Kuna watu wameitwa kisiasa, kuna watu wameitwa kufikia watu kwa njia mbalimbali, kuna watu wameitwa kunawiri katika biashara, katika mahali kwa kazi, tumeitwa kunawiri katika njia zote. Watu hawa ndio ninasema we must prepare for takeover. Bwana asifiwe sana. I came just to tell you today, we must be able to take over. Bwana asifiwe sana. Take over. I don't know what history you're going to give people after your time is past. Ideolojia gani itasomwa? Wacha ideolojia kwamba huyu mtu kuna ideolojia ilikuwa tunaambiwa mtu anaitwa Simon Makonde. Alizaliwa tu Monday na akakufa Friday. Yaani siku 7 hapo katikati akatajwa kile kitu alifanya. What are you going to be remembered for in the impact in the things of God? Utakumbukwa kwa kitu gani? What are you going to be remembered for? I want to challenge you for spiritual takeover. Nataka kuwatia moyo kwamba it's our time. Kwanza hii season, the enemy has tried to curtail us from doing our function. It's our time to rise and do exploits. Nikwambia mambo ambayo yanapita kwa kichwa changu saa hii, mambo ambayo ninaangalia, ambayo ningependa Mungu anifanyie mambo ya kipekee. Mambo ambayo nataka Mungu afanye vitu za ajabu. Kwa sababu muda nao umeyoyoma. Bwana asifiwe sana. Tuko katika injury time. Ukitaka kujua tuko katika injury time, unaangalia mambo yanafanyika kule Israel. Unajua Mungu amesema tunaangalia Israel. When you see what's going on in Israel, know what we're supposed to do as believers. That is the compass. Hiyo ndio direction ambayo tunaangalia. Tukiona vitu vinafanyika kule Israeli, tunajua ni muda gani ambao tuko nao. Take use of your time and take over your territory which you're supposed to take over now. Bwana asifiwe sana. Ufanye mambo ambayo Mungu amekuita ufanye wakati huu. Let us be active in season and out of season. Because God has placed a deposit in our hearts and we have to deliver this thing that God has called us to do. We must deliver the function, the role, the desire, and the intentions in our lives. Now, if you believe what I've said, I want to tell you that we will go places. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba mambo haya yatatufuata, tutakuwa tunaangalia nyuma tunashangaa. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tunapitia wakati uliopita. Yaani kadhaa ambayo ilikuwa imepita. Na natambua ya kwamba haya mambo ambayo yalikuwa yanafanyika, there are sometimes terrible things we do not know what to do. Today we ask ourselves whether we can even remember the place that God has taken us from. In terms of the things that troubled us then are not troubling us today. Yes, there are other challenges today, but they cannot be compared to what we went through before and we have not been able to overcome. Bwana asifiwe sana. And so I want to decree in our lives that God will help us to do a spiritual takeover in the places that God wants us to take over, and that we shall shine
in this dispensation. Tutatembea katika mwaliko wa Mungu, katika njia za Mungu, atuweke kiwango ambacho amekusudia tufikie, kwa sababu huu ndio mwito wake na haya ndio mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu alimtembelea Abrahamu, akamtembelea Sara, akatembelea wakina Petero, wakina Sauli wote, akatembelea wakina Paulo wote, hata sisi Mungu anatembelea katika nyakati zetu. Hata hao waliokufa, kitabu cha Ibrania mlango 11 inatuambia, they died not having received the promise, but they were persuaded that the God who had promised was capable of doing it for us. And they look forward for a time like this. Yaani nyakati zetu hizi walikuwa wanatamani kuziona. Wakiwa wamelala sasa, wanaona kwamba Mungu vile anavyotutumia. Kwa hivyo hata sisi tuko katika msimu ama nyakati ya Mungu kutumia, ili kwamba tuandike historia katika mambo ambayo tumefanya katika mwito wa Mungu katika maisha yetu. Let us have an imprint. Wacha watu waseme ndugu yetu fulani alikuwa hapa, Mungu alimtumia kufanya kitu fulani, na kwa sababu Mungu ametuita katika mwito, katika territory ambao ameandaa na ametupatia kila kitu tunachohitaji kutekeleza makusudi yake. Nina imani ya kwamba kiwango ambacho Mungu anatuweka kitakuwa kiwango cha baraka, kiwango cha kutuinua. You are not what you look right now. There's something better that God has prepared for you. You might not have held it yet, but God is about to do it to you in this new season. The difference is, are you willing to move when God says move? Uko tayari kusonga Mungu akisema usonge? Bwana asifiwe sana. Nina imani ya kwamba Bwana wa majeshi atatufungulia njia, atatufungulia viwango, nafasi kuweza kufanya sisi tuonekane. Unajua wakati Samueli amekuja kupaka mafuta Daudi, kijana Daudi alikuwa kule nyikani akichunga wanyama. Na kuna kitu pia alisema kama kile kwa Yusufu ambapo ningependa kumalizia. Samuel alisema, akaletewa vijana wote Yese, wakina Eliabu, walikuwa wapiganaji wa vita. Ijapokuwa vita yao walikuwa tu wanaenda wanaona Goliath anakuja, wanakula, wanarudi nyumbani. Nataka muelewe kwa nini hao watu hawakuchaguliwa kuwa viongozi hiyo wakati. Walikuwa wapigana vita ndio, lakini siku 40 walikuwa tu wanaenda vita, maana hata huyu Daudi alikuwa amepelekea chakula. Kwa hivyo walikuwa wanaona Goliath anakuja kila asubuhi, anasema tafuteni mtu wa kupigana na mimi. Wanamwangalia tu, hakuna mtu anachokeza. Wanaambia wewe si wewe, mwingine anambia hata enda. Wanaambia wewe enda kupigana na mtu, kila mtu anasema hapana, leo hakuna mtu ako tayari. Wanalala, wanapewa chakula, wanakula, wanarudi. 40 days. Lakini Daudi alipoambiwa kupeleka chakula kwa ndugu zake siku hiyo, akasema huyu nitangana naye. So hao watoto wameletwa kwa nabii akasema hakuna hapa. Ndio akauliza, je, kuna kijana mwingine yoyote? Wakaambia kuna mmoja ambaye anachunga. Samueli alisema kitu ambacho ningependa kuambia. Alisema hatutaketi chini mpaka Daudi aje. Ile lugha ya Yusufu, hakuna kitu kitasonga mpaka Yusufu aseme. The same language is repeated that we will not sit down. I'm told, theologians tell us, mahali Daudi alikuwa kwenda kulisha wanyama ilikuwa mbali sana. Ilikuwa mbali. Kwa hivyo ndio watu wangojee hawaketi ndio Daudi aje, watu waliteseka sana. Lakini ilikuwa wasimame mpaka Daudi afanye nini? Kuna vitu ambavyo kwa maisha yako zitasimama mpaka upewe kile kitu Mungu anataka upewe. Kuna watu they will not have peace until they release what God has called you to do, because we are spiritually taking over. We are taking over. Whatever dimension God has called you to be, we are spiritually taking over in the name of Jesus Christ. That is what I came to speak to us, and I pray that the Father will give us the capacity and ability to overcome and become that which He has called us to be. Amen. Shall we pray? Heavenly Father, in the name of Jesus, Father, we have heard your word about spiritual takeover. These things, Lord, it is you that worketh in us, both to will and to do for your good pleasure. I therefore pray that, Lord Almighty, you are causing us to take over every spiritual territory that you have designed for us, O God, in the name of Jesus Christ. Father, you have called us to influence the society, to influence the world, and I pray this day
that, Father, you're lifting us up to a high glory according to your call. Thank you for everybody who had this message. May our lives be transformed. May our lives be changed, oh God, as we seek to occupy our position in the name of Jesus Christ. Thank you, Father, for this ministry. Thank you for the man of God. Thank you, Lord, for the woman of God that you have given the vision for this ministry. I pray, Lord Almighty, that you continue as you have done to bless them and to lift them, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. Father, I pray that every place that God has been a hindrance, you're opening a great door in the name of Jesus Christ. You're pulling down every door of steel and you're allowing us to pass and to move forward. Father, I lift you and I honor you this morning. I want to exalt you and to appreciate you for who you are. In Jesus' name we pray. Amen. May the good Lord bless you. The good Lord bless you so much. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Unajua wakati mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumza, nimekumbuka kitu moja. Miles Monroe alisema the richest place in this world is not the gold mines of South Africa, and it's not in the rich oil fields of the Arabian countries. The richest place in this world is the grave. Kaburi ndio pahali tajiri sana kwa hii dunia. Kwa nini? Kwa sababu kwa kaburi kuna watu ambao walistahili kuandika vitabu kama Pastor Sakwa na hawakuandika. Walikufa bila kuandika hizo vitabu na Mungu alikuwa amewapatia potential ya kuandika. Kuna watu ambao Mungu alikuwa amepatia kipawa ama uwezo wa kutunga nyimbo, lakini hawakuzitunga. Walikufa bila na hizo nyimbo zao. Kuna watu ambao Mungu alikuwa amewezesha kufanya mambo kadhaa ambayo hawakuchukua nafasi yao, hawakuchukua territory yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakufa na hizo vitu. So the richest place is in the graves, because people have died with potential, with the blessings, with the things that they could have done and changed the world. Bwana asifiwe sana. Naomba Mungu wewe usiwe mmoja wa wale watu utafika mwisho wa maisha yako na ukiangalia uone you have missed so many opportunities. Mark your territory. Hallelujah. Mark your territory na ufanye kazi katika hiyo territory. Na Mungu atakubariki sana. Na utafanya mabadiliko. Labda saa hii unayosema mimi niko Kamulu, hata hakuna mtu ananijua, watu watanijuaje dunia? Just mark your territory. God is going to cause people to know you. Amen. Hallelujah. Utajipata kuna mtu anakufahamu na anakuelewa, si Kamulu tu, Kenya. Amen. Na si Kenya tu, ulimwengu. Just because you marked your and you have used what God has given you. Bwana asifiwe sana. Kwani nikuulize, kwani hao watu ambao ni wanajulikana kwa hii dunia, kwani si ni watu tu kama sisi? Si walizaliwa kama sisi? Si walisoma kwa zile shule tulisoma? Si waling'ang'ana vile tuling'ang'ana? Si wamepitia hizo challenges tumepitia? Kwa hivyo kama Mungu amewawezesha, mbona asikuwezeshe? Tafakari. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I want to declare the blessings of God upon our lives. Amen. Now in the mighty name of Jesus, I decree and declare right now, may the Lord God Almighty bless you. May the Lord God Almighty be with you. May He enable you to mark your territory and take your rightful place in the spiritual realm in the mighty name of Jesus. May you move in God's speed, in God's direction. May the Almighty God enable you to do the things that God has called you to do. May He give you the confidence and the ability to step out and step in the place where you belong in the mighty name of Jesus. Wherever you go, may you be blessed. Whatever your hands will touch, may it be blessed.
Wherever your feet will step, may you take that territory in the mighty name of Jesus. May the favor of God be upon you right now. And wherever you go, because of the favor of God, may every man favor you in the mighty name of Jesus. Every office you will step into, may you find the favor of God. Every business you will go to, may the favor of God be with you. Every office you will go to, every person you will come across, every man and every woman you will meet, the favor of God go ahead of you. May you be favored in the mighty name of Jesus. And wherever you go, may you be accepted. May you be given space to do what God has called you to do. In the mighty name of Jesus. I declare that you are blessed. Your wife is blessed. Your children are blessed. Your husband is blessed. Your community is blessed. Your neighborhood is blessed. The people you interact with, they are blessed. Because of you, they are blessed. The people you do business with, they are blessed because of you. Everywhere you go, may you attract the blessings of God. Everything you touch to do, may it prosper in the mighty name of Jesus. May you glorify God in all that you do, in your life, in your family, in your business, in your job, in your community, whatever it is that you do, wherever you go, where the people you interact with, may you glorify God and may you be blessed in all that you do for the glory and the honor of God. Therefore, I pray that the Lord God Almighty will bless you, will be with you, will walk with you. As you go out, may you be blessed. As you come back home, may you be blessed. In the city, may you be blessed. In the country, may you be blessed. Everything you do, may you be blessed in the mighty name of Jesus. And finally, as a servant of God, I want to declare and decree right now, may all that concerns you be blessed. I decree and declare right now, may the Lord God Almighty, who has declared in the word of God in Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything that is too hard for me? That God that has declared that in your life today, I decree and declare right now, may the Lord God Almighty perfect everything that concerns you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's people said, Amen. Amen. Now we want to speak the grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.